Iran inasema kwamba jeshi lake limewaua na kuwajeruhi wanajeshi wengi wa Kimarekani, na hili ndilo lilimfanya rais wa Marekani kuamua kuondoa wanajeshi wake na kuamua kusitisha mapigano. Hii ni kauli ya Mohsen Rezai akisema kwamba katika miezi kadhaa ya mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyonuiwa kupunguza uwezo wa Iran wa kutishia meli za kibiashara kupitia lango la bahari la Hormuz kumeilazimisha Tehran kuanzisha mashambulizi mazito yaliyoua wanajeshi wengi wa Kimarekani huko Mashariki ya Kati waliokuwa katika kambi za kijeshi wakipambana katika kile walichosema ni operation ya Epic Fury. Iran iliwaua mamia ya wanajeshi wa Marekani katika mashambulizi hasa katika mwezi wa Julai. Inadaiwa kwamba zaidi ya wanajeshi 500 wameuawa na wengine 650 wamejeruhiwa, lakini ripoti hizi hazikuelezwa na Marekani. Kupitia Press TV imedai kwamba Marekani ilikubali jumla ya majeruhi 650 ikiwa ni pamoja na wale waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni, na vyanzo huko Iran vikikadiria karibu askari 500 wa Marekani wameuawa. Kwa mujibu wa habari za hivi punde kutoka kwa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, ni wanajeshi 4 tu wa Marekani waliouawa nchini Jordan na Iraq mnamo mwezi huu wa Julai mwaka huu 2026, na wengine 14 waliuawa mapema mwaka huu wakati wa operesheni hiyo ya Epic Fury. Mwishoni mwa mwezi wa Julai, wanajeshi 417 waliorodheshwa kama waliojeruhiwa wakati wa vita na Iran, na wanajeshi wengine 207 waliorodheshwa kuwa walijeruhiwa katika operesheni za ng'ambo. Kauli ya Rezai inajiri huku kukiwa na miezi kadhaa ya mashambulizi ya anga kati ya Marekani na Iran yaliyokusudiwa kupunguza uwezo wa Iran wa kusitisha meli za kibiashara kupitia lango la Hormuz na kulazimisha Tehran kurejea kwenye mazungumzo, huku duru za hivi karibuni ikiwa imeanza mwezi huu. Mashambulizi ya mara kwa mara ya Marekani yamekabiliwa na ongezeko la majibu ya Iran dhidi ya vikosi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati na pia dhidi ya washirika wa Washington wa Ghuba ya Kiarabu na meli zao. Rezai anadai Israel inaivuta Marekani chini ya ushawishi wake ili kujiweka mbali na mzozo wa hivi majuzi zaidi kati ya Marekani na Iran, kwa sababu rasilimali zilikuwa tayari zimepungua sana huko katika ukanda wa Gaza, Lebanon na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Rezai alisema, akiongeza kuwa ni sura ya kuifanya Marekani ionekane kama chombo chenye nguvu kinachojitegemea, huku utawala wa Israel ukishinikiza Marekani katika mzozo huo. Lakini kimsingi katika vita hivi wa Iran walitumia mbinu nyingi, hasa makombora yake ya masafa marefu, lakini pia ndege zake zisizokuwa na rubani za Shahed zimeilazimisha Marekani kuondoka na kuamua kuachana na vita hivi ambavyo vimewaua wanajeshi wake wengi. Maneno ya kukatisha tamaa ya Marekani yanahatarisha kuanzishwa kwa vita vya 3 vya dunia ambavyo vingekuwa hatari zaidi kuliko vile vya pili vya dunia, Reza aliambia Press TV akirejelea kauli ambayo Trump alitoa saa chache mapema katika ofisi ya Oval. Hata hivyo, Rezai amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo Rais Donald Trump hakutaka ulimwengu ujue ni idadi ya wanajeshi wake waliouawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Iran kwa usahihi. Trump alidai kuwa Iran kwa kuungwa mkono na Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar ilianzisha mazungumzo mapya kwa sababu hawakutaka kupigwa na mashambulio ambayo Trump alidai yangekuwa mashambulio makubwa zaidi tangu vita vya kidunia vya pili. Hata hivyo, Iran imesema kwa namna ambavyo wao walijipanga, walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano na walitoa taarifa kwa nchi zote ambazo zingetumika kwa ardhi zao ama bahari ama anga zao kuishambulia Iran zingeshambuliwa vibaya. Hayo yalijiri baada ya kutangaza mazungumzo mapya kati ya mataifa hayo mawili alipokuwa akizungumza na wanahabari katika Air Force One mnamo siku ya Jumatatu, ambapo Trump alisema kwamba angeiangamiza Iran. Mapema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Iran haikuwa na mpango wa kuwakaribisha wajumbe wa kigeni au kutuma wafanya mazungumzo wao nje ya nchi katika siku zijazo, alisema. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.